Jumuiya ya wafanyabiashara mkoa wa Arusha imetoa tamko la kufunga maduka yao kutokana na wafanyabiashara wadogo, yaani machinga, kuvamia maeneo ya barabara na kufanya biashara, jambo ambalo linalofanya kushindwa kulipa kodi na kupelekea maduka 14,000 kuathirika. Tamko hilo limetolewa na mwenyekiti wa jumuiya hiyo, Lonken Masawe, wakati akiongea na waandishi wa habari na kusema kuwa machinga walishapangiwa sehemu zao za biashara lakini wamegoma kwenda. Majina naitwa Lonken Adolf Masawe, ni mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara mkoa wa Arusha. Ndugu waandishi, nimewaita leo kwa sababu ya kadhi inayotuzunguka hasa ya wamachinga. Na kwa kifupi, hata nyinyi wenyewe mnaona tumeingiliwa na wamachinga. Wenye maduka sasa wako tayari kufunga maduka yao kwa sababu wanasema wamachinga ndio wamechukua sehemu ya ile biashara ambao wao wanailipia kodi. Na wamesema kipindi hiki ndio cha kulipa kodi ya serikali, lakini kipindi kimekuwa kigumu sana kwa sababu hawana nafasi ya kuuza kile walichonacho. Kama ana kiatu ndani, utakuta machinga ana kiatu nje. Kama ana miziki ndani, atakuta machinga anayo na nje anauza. Kwa hiyo tunasema na tunarudia tena, na wamekuwa wakilalamika wakisema kwamba waziri mkuu amewaruhusu. Sio kweli. Waziri mkuu alisema wasibugudhiwe, warudishwe kwenye maeneo yao, na sisi tunatamka waziwazi, tunasema warudishwe kwenye maeneo yao. Sasa tangu mwezi wa 8 mwaka jana wako wanatuzunguka kwenye maduka yetu, tumenyamaza, lakini tunaona wanaendelea. Sasa tunataka serikali ya mkoa iingilie hii jambo kwa undani. Tumefanya vikao vingi, lakini tunaona hawajali. Sasa tumefika mahali mwisho, hata sisi viongozi sasa tunasema this is too much, yaani imezidi, na tunaweza tukafikia hata sisi tukajiachia kwamba sasa tusiwe viongozi ili wafanyabiashara wafanye jinsi wanavyotaka. Tafuta sehemu nzuri sana, kwa mfano kule Ulezi, sehemu nyingi ziko wazi, wameziacha hizo alafu wanakuja mjini. Sasa na sisi hatuko tayari kuendelea kusubiri wao waje mjini wakati serikali imewapatia maeneo. Tutafunga maduka. Unawaathiri kwa sababu yale ambayo yako ndani, kwa mfano shati, mwenye duka kwa sababu analipa kodi, analipa leseni, analipa na ruzuku zote, anauza shilingi labda 20,000. Huku machinga halipi chochote, anauza shilingi 10,000. Sasa unategemea kwamba huyu mtu ataenda huko ndani akanunua shati? Majina naitwa Ahmed Nur Jamal, ni mfanyabiashara wa jiji la Arusha, pia ni katibu wa wafanyabiashara mkoa wa Arusha. Ndugu waandishi wa habari, tumewaita hapa leo ili kueleza kero yetu. Tumekuwa tukilalamikiwa na wafanyabiashara mara nyingi sana kuhusiana na wafanyabiashara wadogo maarufu kama machinga, na hili swala linakwenda kuathiri mapato ya jiji. Wafanyabiashara wanaoathirika ni wengi. Mfano hii loti ya hii Kariakoo tuna maduka 6,000. Ukienda pale Kilombero kuna maduka 8,500. Ukienda Sokoko kuna maduka 1,600. Lakini maduka yote haya yamevamiwa na wafanyabiashara wadogo. Wameacha vizimba vyao maeneo ya soko la Kilombero namba 68. Ukienda waandishi wa habari namba 68 iko tupu. Na Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo kwa mkurugenzi mkuu wa mkoa wapangwe, na hao machinga walishapangwa, lakini leo vile vizimba wamefanya ni store, wanaweka mizigo pale, wanakuja kufanya biashara huko. Na athari inayopatikana pia, wananchi kuja huku imekuwa tabu kwa sababu zile parking ndo wamekaa wao, barabara zimekuwa congestion, foleni inaongezeka, hakuna mtu atakuja huku kwetu kununua kitu kwa sababu kuja yenyewe ni shughuli. Wanaoathirika ni zaidi ya maduka 14,000. Kaimu mkurugenzi wa jiji la Arusha, Bwana Maduhu, amesema kwamba suala hilo halijafika ofisini na kuwataka wafike ofisini. Halijaja ofisini kwangu, kwa hiyo siwezi kulitolea maelezo. Kwa ninashauri kama wako hapo umoja wa wafanyabiashara hawaje hapa ofisini tujaribu.